Okay, rafiki yetu, ndugu yetu, mtazamaji na mshirika pamoja na sisi katika mjadala huu ulio mbele yako, napenda nikusalimie katika jina la Bwana Yesu. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nawe. Tukiwa katika sehemu hii ya mjadala, sehemu ya 9 leo, somo lililotangulia nyuma tukiwa tumeanza kugusa tuone utume wa Yesu hapa duniani ulikuwa na lengo gani hasa. Huu ni mwendelezo wa sehemu ya mada hiyo, nami napenda nikukaribishe tuweze kwenda pamoja moja kwa moja. Karibu. Katika maneno machache hapa ya ufunguzi wa mada yetu tunapoendelea katika kitabu cha Wazee na Manabii, ni kwa Kiswahili, hii ni toleo lile ni ukurasa ule wa 42, sura inayosema mpango wa ukombozi. Kuna maandiko hapa anasema hivi kwa Kiingereza, wale watasoma Kiingereza nafikiri kuangalia ukurasa wa 68. Anasema hivi: lakini mpango wa ukombozi bado ulikuwa na lengo pana zaidi ya ukombozi wa mwanadamu. Haikuwa kwa ajili yake tu, yani mwanadamu, kwamba Kristo alikuja duniani. Haikuwa kwa wakazi wa dunia hii ndogo peke yao kwamba waichukulie sheria ya Mungu kama inavyopaswa, lakini ilikuwa ni kwa ajili ya kuthibitisha tabia ya Mungu kwa malimwengu yote. Kwa hiyo mpango wa ukombozi ulikuwa na lengo pana zaidi ya ukombozi wa mwanadamu. Kwa tukijibu tu, tukibaki katika yale mawazo kwamba Yesu alikuja kumkomboa mwanadamu, kuna vipengele viwili ambavyo tutakuwa tumevisahau, na hii ni kutokana na madhara yafuatayo. Wengi hatujui ukombozi huo wa mwanadamu ulikuwa unafanyikaje. Ni kwa sababu hatujui mwanadamu anayekombolewa alikuwa amepotea kivipi. Kwa sababu ni vigumu kuniambia mimi kwamba nilikuwa nimepotea kana kwamba Mungu alikuwa nioni. Katika dhana ya kupotea ya sisi ni pale ambapo kitu unakipoteza katika sight, katika lenzi, katika macho yako, katika uwezo wako wa kukifikia, kukipata na kukiona. Pale ndio tunahesabu nimepoteza. Lakini hivi Mungu naye anahesabu kwamba mwanadamu amepotea mbele zake kwa namna hiyo? Ni ngumu, kwa sababu hakuna wakati wowote tunaweza kukubaliana kwamba kuna wakati katika historia huko nyuma au mwanadamu alipoasi Mungu alikuwa muoni. Kwa hiyo alikuja kumtafuta kwa maana kwamba alikuwa muoni. Hii haiwezi kuwa sawa. Sasa kama sio hivyo, lazima tuwe na uwezo wa kujibu kwa ujasiri kwamba kivipi mwanadamu alikuwa amepotea. Kama hatuwezi kujibu hilo, ndipo ujio wa Yesu umekuja kutusaidia sisi kujua upotevu wetu, namna gani tulikuwa tumepotea. Kwa mada iliyo mbele yetu inatusaidia kujua kwamba Yesu alikuwa amekuja kufanya nini. Anasema mpango wa ukombozi bado ulikuwa na lengo pana zaidi ya ukombozi wa mwanadamu. Haikuwa kwa ajili yake tu,
kwamba Kristo alikuja duniani. Kwa hiyo Yesu hakuja duniani kumfia mwanadamu tu. Hiyo ni inakuwa, tukisema hivyo tunakuwa tumepata kosa. Yesu hakuja duniani kumfia mwanadamu tu. Sasa ni wakina nani wengine alikuja kuwafia? Nasema haikuwa kwa wakazi wa dunia hii ndogo peke yao. Kwa maandiko lazima yaingie kwenye akili vizuri kabisa. Sio wakazi wa hii dunia tu ambao Yesu alikuwa kimemleta Yesu kushughulika na wakazi wa dunia hii tu. Si kweli. Kwa hiyo kuna dunia zingine na kuna viumbe wengine ambao walimfanya Yesu aje hapa, waliokuwa nafaidika na ujio wa Yesu hapa duniani. Okay. Lakini ilikuwa ni kwa ajili ya anasema yao kwamba lakini ilikuwa ni kwa ajili ya kuthibitisha tabia ya Mungu kwa malimwengu yote. Kwa hiyo Yesu mpaka anaondoka duniani alikuwa amethibitisha namna tabia ya Mungu ilivyo. Na maisha ya Yesu duniani ndiyo ambayo yamefanya malimwengu yote waelewe vile tabia ya Mungu hasa ilivyo, na kwamba haiwezi kubadilika kutokana na mazingira au kwa kitu gani. Mpaka Yesu anaenda Kalvari katika maisha hayo na mateso ya kila namna na miba, lakini hakuna tabia ya kibinadamu hata moja aliyodhihirisha. Yote aliyodhihirisha Yesu ni tabia ya uungu ya Mungu isiyobadilika. Kwa hiyo kusema kwamba Mungu ni mkali ni kutangaza kwamba Yesu alidhihirisha ukali duniani. Hakuna namna ulijifunza hiyo. Lazima iwe kwa Yesu, ndiye alikuja kufunua. Na kusema kwamba Mungu anaua ni kutangaza kwamba Yesu alipokuwa duniani hapa aliua. Na hiyo ni kusema kwamba Mungu huwa anakanyaga sheria yake. Anaasi tabia yake mwenyewe. Jambo ambalo Kristo hajatufunulia duniani. Kama somo lililopita namna lilivyotuonyesha. Tuna ziada hapo ya kwenda kufuatilia na kuona namna gani malimwengu mengine hasa yalikuwa yafaidike na ujio wa Yesu, na hasa kina chake katika ujio wake kwa mwanadamu duniani. Nafasi hii ni kukaribishe tuweze kukaa hapo hapo ulipo tunapoendelea kuliangalia jambo hili kwa upana. Mtumishi, karibu. Asante, nashukuru. Na tunaambiwa hapa ujio wa Yesu Kristo ulikuwa na lengo pana zaidi ya dunia hii ndogo tu. Na kwamba haikuwa kwa ajili yetu tu na kwa ajili ya dunia hii tu ndogo, ya kwamba Kristo alikuja duniani. Kulikuwa na sababu zaidi ya hiyo. Sasa msikilizaji wetu, tukiwa tumetangulia naye kwa maneno hayo, bila shaka angependa hasa kufahamu kwa upana na kwa kina cha maelezo hayo. Tupate ombi, alafu tutaingia katika mfululizo wa majifunzo kadri Bwana atakavyotuongoza. Sawa. Baba mwema, tunakushukuru katika nafasi hii njema umeweza kutupa kwa ajili ya kujifunza. Tembea nasi katika kutafuta kujua njia zako, tuelekeze na tuelimishe, tuombe kwa Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Kwanza unapoangalia maisha ya Kristo, ni mengi aliyoyatenda duniani, na tulivyosema katika siku ya 6 tulipata ya kwamba mwenyewe alisema ya kwamba amedhihirisha utukufu na ametangaza jina la Baba katika ulimwengu. Kwa bila shaka lengo la Kristo kuu kuja duniani ni kudhihirisha utukufu wa Mungu ambao ndio jina lake. Kwa hiyo ikiwa lengo la Kristo ni pana zaidi kuliko kuokoa binadamu, then inamaanisha kwamba lengo hilo pana ni lengo la kudhihirisha utukufu na tabia yake. Ila then inamaanisha kwamba ni lengo la kudhihirisha utukufu na tabia ya Mungu kwa malimwengu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba
kulikuwa na tatizo ambalo limeibuka, liposa kuwe na sababu na haja ya kudhihirisha utukufu huo au kuweza kuleta katika mwanga uweze kueleweka. Basi hiyo itaweza kukuwa ni ya maana ikiwa tutaweza kukumbuka tulipoanzia ni kwamba pambano lilikuwa limeanza mbinguni na shetani alikuwa ametumia silaha za udanganyifu kuweza kuangusha malaika. Kwa hiyo maisha ya Kristo duniani ni kudhihirisha tabia ya Mungu kwa matendo, na tabia ya Mungu tabia ya upendo, hasa katika muktadha wa mashtaka yaliyotolewa. Kristo mwenyewe alipokuwa duniani hapa alisema ya kwamba upendo mkuu ni huu, kwamba mtu afe kwa ajili ya adui zake. Kwa hivyo Kristo kwa kuja katika ulimwengu ambao aliowaumba wamekubali na kupokea mtu mwingine kama mtawala wa dunia ambaye yeye mwenyewe ndiye aliyewakabidhi, na tena akaamua aje mwenyewe kwa watu ambao wameamua kuwa adui naye. Tulisema kwenye lesson iliyopita ya kwamba shetani na wanadamu walikuwa marafiki. Ndipo inahitaji Kristo aje alete nini? Aweke uadui. Kwa hiyo anapokuja duniani hapa anakuja kwa wale ambao ni nini? Adui zake. Kwa hiyo ni upendo wa ajabu ya kwamba Kristo anaja duniani hapa ndiposa kuwatafuta wale ambao wamejitambulisha kuwa nini? Adui wake. Ni jambo ambalo lazima lilikuwa ni la kuwafunza malaika kwa asilimia kubwa. Now, kabla hatujaenda mbali, ni vizuri kukumbuka hivi: Kristo anapokufa msalabani, kwa sehemu kubwa kwenye tukio lenyewe sasa, kando na maana ya msalaba na uwepo wa msalaba kabla ya mwaka wa 31 AD, Kristo anapokufa msalabani kwenye ile tukio, asilimia kubwa ya mafanikio ya lile tukio haikuwa kwenye kusaidia wanadamu. Na nafikiri kwamba labda hata wanadamu hawakuelewa yalikuwa yanatendeka pale. Wala labda aliyeelewa labda ni mmoja ambaye ni yule mwizi msalabani. Yeye tu ndio aliyepata nafasi ya kufaidika na tukio lililokuwa linaendelea. Ila kwenye asilimia kubwa sijui kama kuna mwingine anaweza sema ya kwamba alifaidika na ile tukio lilipokuwa linatendeka wakati huo. Maana ukiangalia mama ya Kristo alikuwa analia pia. Kwa maana alikuwa anaona kama ni giza tu, hakujua haya yanaelekea wapi. Ukiangalia Petro, yeye mwenyewe tayari alishavunjika moyo, alikuwa amefanya nini? Ameenda. Joseph Arimathayo, wao moyo wao ulikuwa unaumia kwa maana walikuwa wanampenda Kristo. Lakini hatujaambiwa ya kwamba walikuwa wanaelewa ile lilikuwa linatendeka pale lilikuwa linatawasaidia vipi wao. Kwa hivyo asilimia kubwa tunaweza sema ya kwamba msalaba ulipokuwa na matukio yale ya msalabani yalikuwa yanatendeka pale kwenye Golgotha, kwa asilimia hata 0.1 nafikiri ndio ilisaidia mwanadamu. Lakini kwa asilimia kubwa tunaweza kuwa na washahidi ya kwamba aliyoyatenda yalikuwa ni makuu. Wakati huo kuna mambo makuu yaliyotendeka. Kwa maana picha hii ni picha pana ambayo ni zaidi ya kuokoa binadamu. Ila niomba kusema hivi, wakati mwingine tunaposema ya kwamba Kristo lengo lake la kuja duniani lilikuwa pana zaidi kuliko kuokoa wanadamu, haidunishi na wala haishushi lengo la kuokoa mwanadamu, bali inaleta lengo la kuokoa mwanadamu katika upana wa kitu harisi. Kwa mwanadamu, mpango wa kumwokoa mwanadamu unakuwa ni una uzito wakati ambapo kuna muktadha wa picha kubwa au lengo kuu. Kwa hiyo mwishowe inainua lengo la kumnunua mwanadamu katika nafasi inayostahili. Unapoangalia tukio la msalabani linapoandikwa baadaye na Yohana katika kisiwa cha Patmos, kitabu cha Ufunuo 12, kitabu cha Ufunuo 12 ukisoma kuanzia mstari ule wa 10 inasema ya kwamba kabisa, nasema Ufunuo 12 aya ya 19 kuendelea, nasema nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Sawa, naomba tukomee pale. Tukio hili linapotokea
Yohana anadhihirisha ya kwamba linatokea moja kwa moja wapi, katika jiografia gani? Linatokea mbinguni. Na hapo tunapata ya kwamba kuna mandugu ambao tayari wapo hai. Na mandugu hawa ni wale wanaoshtakiwa. Kwa hivyo mandugu wanaozungumziwa hapa hawapo mbinguni. Kwa mandugu wanaozungumziwa hapa ni wanadamu. Kwa hiyo wanadamu baada ya umeumbwa na wameanguka hawashtakie. Kwa hiyo tayari wakati shetani anatupwa, inaposema hii sentensi, tayari tukio la kushitaki lilikuwa lilishaanza, liko katika hali ya uendelevu. Naam. Na wanaoshtakiwa hapa ni wanadamu. Naam. Sasa ili fungu theolojia tulio nayo inalifundisha kwamba linamaanisha siku ile wakati shetani ameasi kutoka mbinguni, kwa dhana kwamba Mungu alimtupa shetani. Kwa hiyo wakati Mungu anamtupa ndio ili fungu linapopata utimizo wake. Ni si kweli. Lakini kama ikiwa hivyo fungu lenyewe ndani yake linakataa, kwa sababu linasema mshitaki wa ndugu zetu. Sasa shetani hawezi kwenda kushitaki aliyakuwa hakuna mtu aliyeanguka duniani. Sasa nafikiri kuna kipengele ambacho huwa kinakosea, kinarukwa, ni mstari ule wa 9. Kipengele cha anguko la malaika linaanza kuanzia mstari wa 6 hadi mstari wa 9. Sawa. So ifika mstari wa 9 kuna kuanguka kunakozungumziwa pale. Ukiingia mstari wa 10 kuna kuanguka kwa pili. Kuna kuanguka kwa pili. Kwa hivyo kuna kuanguka mara mbili. Au kutupwa mara mbili. Ya kwanza katika mchakato ule wa kukokota theluthi ya nini? Ya malaika. Sawa. Hiyo ni ya kwanza. Lakini kuna kuingine kwa kutupwa katika muktadha wa duniani, kwamba si wa duniani. Katika muktadha kwamba kuna katika wakati baada ya uwepo wa mwanadamu. Kuna kabla ya anguko la mwanadamu na baada kuna kutupwa. Alafu kuna kutupwa kunako-maanisha baada ya anguko la mwanadamu, katikati ikiwa hali ya dhambi imeshatawala na shetani ameshafanya kazi, ameshaanza kazi hiyo ya ushtaki wa wanadamu. Sasa tukio hili linasemekana ya kwamba linatendeka na inaibua swali, kwani shetani anatoka mara ngapi? Kwani alikuwa anaishi kule nusu, akibaki siku nyingine anatoka, siku nyingine anarudi, analala kule? Hii yote inamaanishaje? Sasa hii ni sawasawa na kauli inayosema kwenye kitabu cha Yohana ya kwamba nikaona shetani akitoka kutoka mbinguni kama Bwana Yesu anaposema ya Luka kwamba nilimuona shetani nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Sasa ile tukio lile unaona linaingiana na hili. Yanataka katika muktadha wa wakati mmoja. Okay? Sasa hapa inabidi tuanze kuuliza swali, linatendekaje? Tunapata ukiangalia katika muktadha wa tatizo linaloendelea mbinguni, tunapata ya kwamba shetani alipoasi na kuondoka mwenyewe, si kwamba alifukuzwa. Tunapata ya kwamba alikuwa bado ana huruma kwenye mioyo ya malaika. Malaika walikuwa wanamuonea huruma. Kwa hiyo alikuwa na nafasi ya kuweza kurejea kwenye malango ya mbinguni na kuenda pale kuleta mashtaka na kuwaudhi malaika. Unaposoma kitabu cha Ayubu, senda pale Ayubu 1 na Ayubu 2, inasema na watoto wa Mungu walipokuwa wamekuja kuhudhuria mbele ya Mungu, shetani naye akatokea katikati yao. Kumaanisha kabla ya kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 10 litokee, shetani bado alikuwa anapata nafasi ya kurudi. Kipengele cha muhimu ni kwamba shetani alikuwa anaingia pale mbinguni kuwaudhi malaika. Ndivyo ambavyo tunavyoambiwa na Nabii Ellen White. Hili linatia muhuri ya kwamba Mungu hakumfukuza kwa nguvu shetani mbinguni. Kwa maana kama angemfukuza, shetani angekuwa na uwezo na nguvu ya kurudi. Kwa maana anaporudi pale inamaanisha Mungu hakumetumia mabavu, whatever force to expel. Alikuwa anafunguliwa gate kuingia. Sawa? Sasa ni kwa nini alikuwa na uwezo wa kurudi? Kumbuka kipengele ya kwamba uasi haukupaswa kushindwa kwa nguvu. Kwa hiyo Mungu kama angekuwa amemtoa shetani kwa nguvu mbinguni, then malaika ambao wangekuwa wamebaki na maswali ndani ya mioyo yao wangeendelea kubaki na yale maswali. Kwa hivyo kadri kulikuwa na maswali yaliyokuwa katika mioyo yao na huruma ambayo ndio ilikuwa kamba inayowafunganisha, then shetani alikuwa anatumia na kamba hiyo kurudi pale. Ila kuna wakati ambapo kamba ile iliweza kukatwa.
Sasa ukisoma kitabu cha sijui kama ni Desire of Riches, anasema ya kwamba anasema hivi, Shetani aliona kwamba vazi lake la bandia lilikuwa limechanua na kutupiliwa mbali. Utawala wake ulifunuliwa wazi mbele ya malaika ambao hawakuanguka na mbele ya malimwengu ya mbinguni. Alikuwa amejifunua kwamba ni muuaji. Kwa kumwaga damu ya mwana wa Mungu, alikuwa amejing'oa kutoka katika hali ya kuhurumiwa na viumbe vya mbinguni. Tangu wakati ule, kazi yake iliwekewa mipaka. Hata ajifanye kuwa na mtazamo gani, hakuweza tena kuwavizia malaika watokapo katika viunga vya mbinguni na kuwashitaki ndugu zake Kristo kwamba wamevishwa mavazi meusi na yenye uchafu wa dhambi. Kiunganishi cha mwisho cha huruma kati ya Shetani na ulimwengu wa mbinguni kilivunjwa. Kwa hiyo nagundua ya kwamba hata mipaka ambayo tunazungumzia Shetani amewekewa, sio kwamba Mungu amemfungia milango. Naam. Ni kwamba yeye tayari ameshatambulika na tabia yake imeshajulikana kwa uhalisia. Kwa hiyo kabla ya Kristo kufa msalabani, then Shetani alikuwa na waudhi malaika. Anawaudhi kwa sababu gani? Wanamhurumia ila hawaelewi tabia yake halisi. Na hawaelewi yanayoendelea kwa ukamilifu wake. Ila alipojifunua, basi kamba ya mwisho kafatu gani? Katika. Sasa kama jambo hilo limeweza kueleweka, tutarudia baadaye. Lakini kwa sasa tuweze kufanya kipengele fulani. Turudi kwenye kitabu cha Wakolosai. Fungua kitabu cha Wakolosai 1:18 pale. Kitabu cha Wakolosai 1:18. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Mstari wa 20. Na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Kwa hiyo msalaba wa Kristo tunapata ya kwamba una kazi ya upatanisho. Kwa msalaba wa Kristo ni chombo cha upatanisho. Lakini upatanisho huu unahusu vitu vyote vilivyo duniani au vilivyo hadi wapi? Vilivyo mbinguni. Hadi vilivyo mbinguni. Sasa katika nadharia ya wanadamu tumeambiwa kwamba upatanisho ni wakati ambapo Mungu anafanya kitu gani? Anarejeshwa kwa wanadamu favor aliyokuwa nayo kwa wanadamu. Hasira ya Mungu aliyokuwa nayo ndani ya moyo afanya kitu gani? Ilikuwa imeondoka. Tukisema hivyo inamaanisha ya kwamba Mungu ameishi kwenye umilele na malaika, ila alikuwa na hasira na wao. Yeah. Hii ni ya kwanza. Ya pili, ikiwa tunatafsiri kwamba Mungu upatanisho wa Kristo katika msalaba ulikuwa ni kwamba ni deni nalipwa kwa niaba ya waliokosea, then Mungu amekaa na malaika mbinguni miaka mingi, ila alikuwa anahitaji kuwaadhibu. Ikiwa hiyo ndio akili tulionayo kuhusu nini? Upatanisho. Sasa katika mtazamo wa maandiko, upatanisho ni wakati ambapo kuna matatizo ya akili. Si kama afya ya akili inamaanisha, yani kuna maswali, kuna matatizo na mgongano wa fikra mawazo. Yanaporejeshwa sahihi, kinachokuwa kimetendeka hapo ni nini? Ni kureconcile. Now, the word to reconcile ni wakati ambapo kuna idea mbili, kuna mawazo mawili yanaokaa na kwamba yanafanya nini? Yanagongana. Alafu nahitaji kuwe na nini? Mapatano. Sasa binadamu ndiye aliyekuwa amebadilika na malaika ndio ambao walikuwa wameletewa wazo mbadala kuhusu Mungu. Kwa hivyo wanafanyiwa adjustment ndiposa kuwe na mpatano, sio Mungu bali ni nini? Ni akili za viumbe wenye akili. Wakapata tunapatana ni kama mfano.
ni kama mtu ambaye kuna mnara wa simu unaosambaza network. Alafu ikatokea mtu akaenda mbali mpaka mahala ambapo ile network haipatani. Sasa wakati ambapo network haisomi kwenye simu yake, haina maana kwamba kule mnara umeacha kutoa network. Ni kwamba yeye ndiye ameenda mbali mahala ambapo network haifiki. Sasa wakati anaporudi kuja kupatana yeye na network, ni yeye ndiye anarejea mahala network iko. Lakini haina maana kwamba kulikuwa na tatizo katika nini? Katika mnara. Kwa hiyo iko tofauti na sisi. Hiyo ni kwa upande wa mwanadamu na Mungu. Lakini kwa upande upatano, hali ya kupatana, kunapokuwa kuna itirafu kati ya mwanadamu na mwanadamu, wanadamu wote, yani wote pande zote mbili, aliyekosewa na aliyekosea, wote huwa wana makwazo katika akili. Unaona, huyu ametendewa, anaona yule amemtendea vibaya, lakini yule naye anaona kwamba aliyetenda vibaya naye anaufahamu, hatia inamula ndani kwamba nimemkosea yule mtu. Kwa hiyo mahala wanakuja kupatana ni pale ambapo yule aliyekosa anakiri kosa lake, na huyu aliyekosewa naye anakubali kumsamehe. Hapo sasa kunakuwa na nini? Wanakuja katika hali ya mpatano. Nafikiri tunapochukua picha ya binadamu, hiyo ndio inayotuathiri tunapotafsiri neno patanisho kati ya maandiko. Tunapozungumzia Mungu, tunawazia kama vile binadamu tulivyo. Tunafikiri Mungu ndiye naye anafanya mambo hivyo, huwa yuko katika hali ya kutofautiana na sisi. Tukisema hivyo basi najua inamaanisha kwamba dhambi ilipoingia katika ulimwengu, then inamaanisha ilimbadilisha Mungu. Na Kristo alipokufa kwenye msalaba, then ule msalaba pia ukakuwa ni chombo cha kumbadilisha Mungu. Naye kwa Mungu naye alipata wokovu naye kwenye msalaba. Itakuwa hivyo. Mungu naye aliongolewa msalabani. Unaelewa? Kupitia damu ya Kristo. Ila sasa hiyo itakuwa ni Mungu kigeugeu. Sijui kama atakuwa nimekosea. Lakini ndiposa kitabu cha James anasema hivi, James chapter 1 verse James chapter 1 verse 17. Ndugu zangu wapenzi. No, 17. 17. Kila kutoa kuliko kwema, na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu. Asante. Mariza. Hushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika. Wala kivuli cha kugeuka. Naam. Ukiunganisha na Malakai 3 mstari wa 6, inasemaje? Mimi Bwana sina kigeugeu. Ndio maana hamkuangamizwa ninyi wana wa Israeli. Kwa hiyo Kristo kuja duniani hapa haikuwa lengo la kugeuza Mungu, bali ilikuwa ni lengo la kudhihirisha kweli kuhusu Mungu, ndiposa igeuze fikra na fahamu za viumbe. Sasa hii yatukumbusha ile haki bandia ambayo tumekuwa tukizungumzia katika vipengele vilivyopita. Tulipata ya kwamba shetani amekuwa akidai kwamba Mungu haki yake ni haki ya nini? Ya kuhitaji kuadhibu mtu anapofanya nini? Mtu anapokuwa amekosa. Katika haki bandia ambayo tunaizungumzia katika vipengele vilivyopita, tulipata shetani anadai haki ya Mungu na rehema zake huwa zinagongana. Na hiyo ndio haki aliyokuwa amevuvia malaika. Na malaika nao wakakuwa wakitazama mambo kutoka kwenye nini? Nadharia hiyo bandia. Sawa? Tukishapata kuelewa hivyo, then inamaanisha ya kwamba wakati ambapo Kristo anapokuja duniani hapa, viumbe wote pamoja na malaika kwenye mawazo yao walikuwa nafahamu anayeadhibu ni haki ya nani? Ni haki ya Mungu kuadhibu. Ni haki ya Mungu kuadhibu. Na Mungu anapoadhibu, hiyo sio kosa. Hiyo ni haki. Ni haki. Na wala sio kuua. Hiyo sasa ni uelewa mwingi ambao unatawala. Sasa utagundua kabla kwa kama vile mzazi anapotandika mtoto, hiyo ni haki. Sasa naomba sasa turudi kwenye kitabu kile cha Ufunuo 12 mstari wa 10. Hata tumeshakisoma tayari. Kuhusu shetani kutupwa. Sawa? Sasa ni vipi lile jambo linatendeka? Kwa Kristo kuja duniani hapa, malaika wanatazama. Kwa hivyo wanajifunza tabia ya nani? Wanahusianisha maisha yake, wanayaona maisha yake, wanahusianisha na madai ya shetani. Wanajua nani anayesema kweli, nani ambaye anasema kweli. Wanapofika kwenye msalaba,
Ndiposa udanganyifu wa mwisho, unakumbuka udanganyifu wa mwisho wa shetani? Unaenda kufunuliwa. Inakukaa tona, kunarudiwa. Ule udanganyifu wa mwisho aliokuwa ameuandaa ulionasa malaika ulikuwa ni nini? Kwamba mumeenda mbali, ninajua sheria ya Mungu hawezi kusamehe. Kwa maana nyingine, sheria ya Mungu na haki ya sheria hiyo inahitaji mtu anapokosea afanye nini? Adhibiwe. Hapo ndiposa udanganyifu wa mwisho, kamba ya mwisho iliyokuwa imesalia inafanya kitu gani? Inakatiwa. Sasa ilikatwa namna gani? Ilikatwa wakati ambapo walienda wakajua nani aliyekuwa nyuma anayechochea kifo cha Kristo. Nani aliyekuwa anatamani Kristo afanye nini? Kristo auawe. Ndiposa wakajua kumbe yule aliyekuwa anataka Kristo auawe ndiye aliyekuwa nyuma ya ile nadharia ya haki bandia. Ndiposa nukuu hii sasa nafikiri itakuwa ni ya maana. Naomba niweze kusoma nukuu hii. Tutaisoma kutoka kwenye malaika, baada ya hapo tutaisoma kwa muktadha wa wanadamu. Sasa hii ni moja inayoitwa The General Conference Bulletin Volume quarter ya 4 1899 paragraph General Conference Bulletin 4th quarter 1899 volume 3 page 102. Sasa hapa ndio maneno yapo sasa. Na hii ndio ambayo imetumika na theolojia kutufunza upagani. Nafikiria somo letu la leo ni kuangalia upagani katika injili inayohubiriwa. Katika ufafanuzi wa kusudi la ujio wa Yesu duniani. Sasa tuangalie jinsi ambavyo upagani umejipachika kwenye kifo cha Kristo na kwenye mission ya Kristo. Unajua, ndiposa baadaye tunapozungumzia imani za kipagani, kwa mfano imani ya Jumapili, imani ya Jehanamu, ni imani za kipagani. Kuna imani moja mbaya zaidi ambayo ni msingi wa hayo yote ya imani za kipagani, ambayo ni haki bandia, ambayo imeweza kushonwa kwenye mission ya nani? Kwenye mission ya Kristo. Hii sasa ilikuwa imeathiri hadi malaika. Ndio hii inasema hivi: Justice and mercy stood apart. Haki pamoja na rehema. Stood what? Zilikuwa zimefarakana. In opposition to each other. Zilisimama mbali, zikiwa zinapingana. Zikipingana. Separated by a wide gulf. Zikiwa zimetenganishwa na shimo ama nafasi kubwa. Shimo refu, shimo pana. The Lord our Redeemer, Bwana mkombozi wetu, clothed his divinity with humanity, akiwa amefunikwa na ubinadamu na uungu, and wrought out in behalf of man, and wrought out, akaunda, sawa, on behalf of man, a character that was without spot and blemish. Kwamba alipochukua wanadamu akavisha uungu wake, aliunda tabia kwa niaba ya mwanadamu, tabia iliyokuwa bila doa au nini? Kosa. Sawa? Kwa nini unajua hapa nasema hivyo? Kwa sababu haki na rehema zimefanya nini? Zimetengana. Zinafanya nini? Zinagongana pamoja. Kwa hiyo sasa binadamu anahitaji haki, ila haki hawezi ipata kwa maana yeye ni mkosaji. Sawa? Sasa ndiposa huyu binadamu aweze kupatiwa rehema, haki pia nayo inahitaji iridhishwe. Haki iridhishwe kuhusu matendo ya mwanadamu ambayo ni asi. Kwa hivyo sasa suluhisho katafutwa. Mkombozi akachukua wanadamu na akaishi maisha takatifu. Sawa? Haya maisha takatifu binadamu anavishwa, ndiposa matendo ya haki takatifu ya Mungu yamfunike, ndiposa Mungu awe mwenye haki wanapomsamehe. Unaelewa? Haya, tuende mbele. He planted his cross midway between heaven and earth. Kristo alisimamisha msalaba wake katikati ya mbingu na dunia. And made it the object of attraction.
na akaufanya kuwa chombo cha kuwavuta, which reached both ways, ambacho kilifikia pande zote. Sasa hizi pande zote ni mbingu na ardhi na haki na nini? Na rehema. Drawing both justice and mercy across the gulf. Akivuta haki pamoja na rehema katika zivuka hii nini? Hii shimo kubwa linalotenganisha. Justice moved from its exalted throne. Haki iliinuka kutoka kwenye kiti chake kilichoinuliwa. Sawa. And with all armies of heaven approached the cross. Wanajeshi lote la mbinguni wakakaribia, zilisogea karibu na msalaba. Kwa hivyo haki inaposonga na rehema inafanya nini? Inasogea. Sasa kwenye msalaba haki na rehema zinafanya nini? Zinakutania pale. Hii ni haki gani? Haki ya Mungu. Twende mbele. With perfect satisfaction, justice bowed in reverence at the cross, and it says it is enough. Hii ni haki gani? Sasa kuelewa hii, tunarudi nyuma. Justice na mercy zilikuwa zimefanya nini? Zimetengana mbali. Hii ni haki gani? Hiyo haki inayotenganisha haki na rehema ni ile haki ya shetani. Haya, lakini imejificha wapi? Ambayo inatoa adhabu. Ila imejificha wapi? Hapa iko inuka hapa. Inawainua malaika. Mara kwenye akili za malaika waje kushuhudia. Unaelewa? Pale Calvary. Hii inamaanishaje? Katika Calvary, link iliyokata, huruma uliokuwepo ndani ya moyo wa malaika dhidi ya shetani, ni wakati walipogundua haki bandia ni ya nani. Nani aliyekuwa anadai mdhambi adhibiwe? Malaika walipoinuka, wanapoangalia Kristo, Mungu anainuka kutoka mbinguni anapoteremka, wao wanapoangalia kuna kitu kinachotendeka kwenye akili zao ambayo inaitwa reconciliation take place. Justice and mercy kwenye akili za malaika inaanza kukaa reconcile. Inaanza kupatana. Kinapatanaje? Sio kwa maana haki inapata njia fulani ambayo inaridhika kupitia Kristo kugaungwa. Ni haki ya Mungu na rehema yake zinarudishwa zinavyofaa kuwepo kwenye akili za viumbe wa Mungu mbinguni. Wanapataje kujua hivyo? Ni wakati ambapo malaika wana reconcile hili wazo, ni nani ambaye anaua pale msalabani. Kwa maana Kristo anapochukua nafasi ya mwanadamu, ni binadamu kama binadamu mwingine. Anachukua nafasi ya mdhambi ambaye ni mkaidi. Kwa hivyo anachotendewa kule ni kile ambacho kingetendewa binadamu mwingine awaye yeyote. Wanaanza kureconcile lile wazo. Umewahi sikia sentensi hiyo? Kwamba kwenye msalaba haki na rehema zilibusu. Sasa theolojia ile sentensi, hata kama mtu atainukuu kwenye kitabu cha Ellen White, akinukuu bila kuelewa muktadha wa pambano, atafikiri ya kwamba haki ya Mungu ilihitaji mtu apigwe, ila rehema yake inahitaji mtu asamehewe. So ndio ipasa zibusu kwenye msalaba. Kristo akainua msalaba, akapigwa, ili haki ya Mungu itendeke. Na ndiposa Mungu anaposamehe mwanadamu, Mungu ahesabiwe mwenye nini? Mwenye haki. Sasa injili hiyo mahali popote inapopatikana ni upagani. Ni shetani ambaye ameshonesha haki yake bandia kwenye injili ya Kristo kwenye msalaba pale, akajificha tena. Maana hiyo ni kwamba Adamu alipoanguka pale, ilitakiwa Mungu aje amcharaze viboko pale bustanini, alafu baada ya hapo ndiye amrudishe kwenye bustani. Na amwambie hivi, usije ukarudia tena. Umeelewa hapo? Ndio sasa kwamba msamehe na kutenda haki. Na hapo ndo haki inakuwa imetendeka, na ndio msamaha wa kweli unaoweza kutolewa baada ya kuwa Adamu amefanyaje? Amecharazwa. Lakini tunapokuja kuangalia hapa malaika, hiyo ndo understanding waliokuwa nayo. Na kimsingi na sisi binadamu ndo hiyo pamoja tuliokuwa nayo pamoja na wao. Wao walipokuja kuangalia mpaka Calvary, inapofikia pale, tayari wanakuwa wamebaini kwamba Mungu hahitaji mazingira hayo ya kumwadhibu mtu aliyekosa ndipo
yawepo mazingira ya kupatana, kumpatanisha kwenye nafsi yake. Umeelewa hapo? Kwa hiyo wakati inapotokea pale Calvary, nafikiri ndio mkanganyiko huu ambao uliokuwepo unatatuliwa. Naomba soma kitabu cha Yohana 12:31. Anasema hivi, sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Asante. Now is judgment of this world, and now shall the prince of this world be cast away. Now hii nayo kutupwa, hii ni wakati ambapo Kristo anakaribia wapi? Kwenye tukio la msalaba. Huo ni wakati ambapo ulimwengu ulikuwa unafaa ufanye hukumu. Na hukumu hii inapoenda kufanyika, matokeo yake ni kwamba mfalme wa ulimwengu huu anaenda kutupwa. Ni wagani waliokuwa wanafanya uamuzi wakati huo? Kanisa la Kristo lote lilikuwa limelala. Likiwakilishwa na wanafunzi wake, walikuwa wamefanya nini? Wamelala. Uyahudi nayo imelala. Upagani kule tutazungumzii. Waliokuwa wanafanya kazi ya hukumu ndipo shetani atupwe nje ni malimwengu yaliyokuwa yanashuhudia. Hii ndio maana ya theolojia inayosema ya kwamba upatanisho haukuisha msalabani. Hiyo sentensi inasumbua wanatheolojia sana kuhusu msimamo wa Waadventista, kwamba kazi ya upatanisho haikuisha msalabani bali inakamilishwa wapi? Kwenye hekalu kule. Ni kwa nini? Kwa maana kwenye msalaba binadamu hajapatanishwa. Waliopatanishwa ni viumbe wa wapi? Wa juu, waliofanya hukumu. Unaelewa? Sio kwamba wao walihukumiwa. Wao ndio walifanya hukumu kuhusu Mungu na nani? Na shetani. Wakafanya uamuzi, nani ambaye ni wa kweli? Mungu. Nani muongo? Shetani. Akatupwa nje. Kutoka wapi? Akilini mwao. Ila upatanisho huo haujafanyika kwenye wanadamu. Walile tukio la msalaba ni muhimu kwa sababu ndio chombo ambacho kilitumika kufanya shetani adhihirikwe. Kwa hivyo msalaba ni tukio la msalaba kwa wanadamu. Ni wakati ambapo ni wakati ambapo Mungu alipata silaha ambayo ingemsaidia kupatanisha wanadamu. Nirudie tena. Msalaba, tukio la msalabani ni silaha ambayo Mungu ameipata sasa, ambayo ataitumia kupatanisha wanadamu. Lakini sasa kazi hiyo inafaa imalizike wapi? Kwenye hekalu. Wakati wa hukumu wapi? Kwenye hekaluni kule. Ndiposa wakati ambapo wanadamu na wao lile tukio la msalaba litajirudia katika akili za nini? Za kila mtu, za wakazi wa dunia. Baba, tukio la msalabani linajirudia kila wakati, hata sasa kwa kila mtu. Hata yule ambaye amempokea, kuna kazi inayoendelea. Kuna udanganyifu unaendelea kuvunjwa kila wakati. Naona Paulo anasema ninakufa kila siku. Sawa. Kwa hivyo kazi hii ya msalabani, Kristo hajaokoa mtu yeyote kwenye kifo chake msalabani. In fact, tusome hiyo. Kitabu cha Warumi 5:10. Watu wengi huwa wanasema ya kwamba Kristo alikufa kutuokoa. Si kweli. Warumi 5:10. Nasema vipi? Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Kwa hivyo binadamu nini kinachomuokoa? Ni kifo cha Kristo, ni uzima wa Kristo. Ni uzima. Ila kifo ni cha muhimu. Umuhimu wa kifo cha Kristo ni wapi? Kwa upatanisho. Ni vipi ambapo kifo cha Kristo kinafanya upatanisho? Ni vile ilivyofanya upatanisho kwenye akili za nini? Za malaika. Binadamu wakati ambapo upatanisho huu umetendeka kwenye akili zake, then amekuwa katika fahamu sahihi za kupokea uzima kutoka kwa Mungu. Uzima ule ndio unaomuokoa kutoka kwenye mauti aliyonayo. Naomba tuende mbele kidogo. Naomba ufungue kitabu cha Warumi 3:23 hadi 25. Warumi 3:23 hadi 25. Anasema kwa sababu wote wamefanya dhambi. Naam.
na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Kwa hivyo binadamu anahesabiwa nini? Haki bure kupitia nini? Neema na wokovu uliopatikana ndani ya nani? Ya Kristo. Na wokovu huu unaopatikana ndani ya Kristo tumeupokea kwa kupitia gharama gani? Binadamu wanapata wokovu kupitia damu ya nani? Damu ya Kristo. Kwa hivyo msamaha binadamu anaoupokea ni kupitia damu ya nani? Kupitia damu ya Kristo. Sasa damu ya Kristo inayokomboa binadamu ni kitu gani? Huo ndio msamiati sasa mkubwa kabisa. Sasa hapa ndio matatizo sasa yalipo. Hapo sasa unaanza kuingia kule kwenye tuweke ikuwe ngumu kidogo tena. Kwenye kafara za mababu. Kwa hivyo mtu anaposikia damu, yeye anatafsiri moja kwa moja vile akina babu chini ya Mugumo wanatoa nini? Wanatoa damu ya miungu yao iliyokuwa imekasirika. Unaelewa? Haya. Kitabu cha Petro wa kwanza. Petro wa kwanza 1:18. Petro wa kwanza. Petro wa kwanza. 1:18 hadi 19. Anasema nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo kwa fedha au dhahabu mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila asiye na waa, yaani Kristo. Sasa hapa tunapata kwamba tumeokolewa kupitia damu ya thamani na wala sio vitu vinavyoharibika. Kwa hiyo sasa kama thamani ndio inayotuokoa, moja kwa moja thamani hii imelipwa. Umeelewa? Sasa tukawekewa theolojia ya kwamba binadamu alihitaji alipiwe gharama, ndiposa anapolipiwa gharama aweze kufanya nini? Kukombolewa. Sasa mpaka hapo kupata hii damu inayookoa binadamu ni kitu gani? Unakumbuka kuna kitabu kinachotuambia bila umwekaji damu hamna nini? Bila kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Kwa hiyo tukapata mafungo hayo yote, tukayakonkludia yote kwamba mwishowe kuna yule aliyekuwa anahitaji gharama ilipwe ya damu. Ndipo sasa binadamu afanye kitu gani? Asamehe. Lazima iwe mtu kama Mungu ndiye anakuwa na kila damu, Mungu atakuwa na kazi nayo gani? Kama ndio hivyo. Yaani aliyekuwa anahitaji malipo na aliyelipa ni kitu kimoja sasa inapatikana pale. Sasa hapo ni kitu kimoja. Yaani ni huyo anahitaji malipo. Ni huyo ndiye alitoa malipo, maana kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa. Si ni hivyo? Sasa Mungu anapomtoa huyu anayekuja ndio malipo yenyewe. Huyu aliyetolewa ndiye malipo yenyewe. Ndiye anayetoa malipo. Alafu hawezi kuwa Yesu anayetoa malipo. Ila aliyetoa malipo ndio anayetaka malipo. Sasa kwa hiyo aliyetoa malipo ni Mungu. Unaona? Sasa Mungu kama ndiye ametoa malipo, alafu ndiye ageuke huyo ndiye anadai tena nini? Malipo. Sasa anachofanya hapo ni nini? Anapiga ngoma yeye, anacheza yeye. Sasa ndio tuelewe hii yote, kuna kipengele ambacho tunafaa tukikumbuke. Kuna ile haki bandia. Tulisema ile haki bandia haikuathiri malaika tu, bali iliathiri pia nini? Wanadamu. Kwa maana Adam na Hawa nayo walipokuwa wanatoroka kwenye shamba la Eden, walikuwa wanajua Mungu anakuja kufanya nini? Anakuja kudai hicho, kuwaua. Unaelewa? Kwa hivyo hukumu hii ya kwamba binadamu anahitaji kuuawa, hukumu ya adhabu, kuna kitabu cha Warumi, kitabu cha Warumi tunaipokea kwa sababu Adamu amepokea nadharia hii ya haki bandia na hukumu ya kwamba binadamu anahitaji kuuawa na nani? Anatoa sheria kwa sababu amekosea. Kumbuka hivi, nani aliyekuwa wa kwanza kuadhibu mwingine aliyekataa kufuata njia zake? Ni Kaini. Kaini ndiye binadamu wa kwanza aliyemuangamiza mtu mwingine aliyekataa kufuata njia alizozitaka. Na kwa hiyo uelewa wa haki aliyokuwa nayo ndio hiyo ambayo ilimpelekea yeye kuona kwamba anatakiwa Habili aadhibiwe.
kwa sababu yuko kinyume na yeye. Kwa hiyo kwa kweli alikuwa ametimiza, akachukua hiyo picha ya maisha ya matendo yake, naye akaona kwamba kuna sehemu na yeye hajatimiza ya Mungu, na Mungu atamfanyia alivyofanyia nani? Kwa Mungu naye atamfanyia vile. Kwa hiyo lakini yeye akasema, lakini sasa hii ya Mungu wewe uliyofanya haiwezi kulingana na mimi nilivyofanya. Hii ni kubwa mno. Lakini cha kipengele cha muhimu hapa ni kwamba Cain anafanya kitu ambacho tunaita ana project. Project sio utasemaje kwa Kiswahili? Anamsukumia Mungu njia anayoijua ya haki aliyoitumia mwenyewe. Ijapokuwa ni kweli haki ambayo mtu unaichagua, anamulika Mungu kwa matendo yake yeye mwenyewe. Ndio maana ikumbuke ile nukuu inayosema ya kwamba shetani atahukumiwa kwenye haki ambayo alidai Mungu ataitimiza. Yeye aliyedai ya kwamba kila tendo la uasi linafaa nini? Adhabu. Kwa hiyo binadamu na shetani tuna ushirika mmoja kuhusu haki. Kwa hivyo Cain anatudhihirishia wanadamu tumemeza nadharia ya haki ya nani? Ya shetani. Kwa hivyo ametuwakilishia kwenye wazo ya kwamba tunapofanya kosa tunahitaji tuadhibiwe. Sasa inamaanishaje? Mungu hangeweza kufikia mwanadamu isipokuwa kwanza atimize wazo la mwanadamu kuhusu nini? Haki. Kuhusu haki. Ndiposa damu ya Kristo inapomwagika, wana kwenye akili hii yao ya haki bandia wana uwezo wa kukubali na kupokea kwamba Mungu sasa yupo tayari, kwa sababu ile adhabu ambayo ilikuwa inatufuata sisi kama wakosaji imeshatimizwa. Kwa hiyo sasa unatembea free katika viunga vya Mungu. Hiyo ndilo ambalo jambo linalotendeka kwenye msalaba, na ndivyo ambavyo msalaba, kifo cha Kristo kinavyopatanisha. Sawa? Naomba sasa tusome nukuu hii tuone tunaweza fika wapi. Hii ni barua ya Ellen White barua ya 20 mwaka wa 1903, paragraph 20, paragraph 12, paragraph 3. Satan refused to let his captives go. Shetani alikuwa amekataa kuachilia mateka wake. Kwa hivyo anayekuwa ameshika watu mateka nani? Ni shetani. Okay. He held them as his subject because of their belief of his lie. Aliwakushikilia kama watumishi wake, watumwa wake, kwa sababu ya kuamini kwao uongo wake. Kwa hivyo uongo ambao tumeupokea, tumeshapata uongo wa mwisho ni kuhusu haki. Kwa hivyo shetani ameshikilia wanadamu kupitia nini? Uongo wa haki bandia, kwamba Mungu anahitaji kuadhibu, sio? Sasa ndio Mungu afikie huyo mwanadamu, anahitaji afanyeje sasa? Lazima huu uongo aidha udhihirishwe ama Mungu aendane nao au lipe. Akishaulipa ndiposa binadamu awe tayari kuitikia wito wa nani? Wa Mungu. Sio kwamba Mungu anahitaji, ila wao wanajua Mungu anahitaji, sababu ya udanganyifu ulio wapi? Kwenye akili. Sasa hii kazi inafanyika namna gani? Haya, twende mbele. He had thus become their jailer. Hivyo alikuwa amekuwa gereza lao. Kwa hivyo anayefunga binadamu gerezani nani? Ni shetani. Haya. But he had no right to demand that a price be paid for them. Lakini hakuwa na haki ya kudai kwamba gharama ilipwe kwa ajili yao. Question. Kama anasema hakuwa na haki ya kudai, alikuwa anadai hakuwa anadai? Alikuwa anadai. Ila hakuwa na nini? Hakuwa na haki ya kudai. Kwa hivyo huyu anayedai gharama ilipwe, nani anayedai? Ni shetani. Kwa hivyo shetani anadai haki ilipwe, ila anaidai kupitia nini? Udanganyifu ambao tumefanya nini? Tumeamini. Sasa twende mbele. God being the creditor, Mungu akiwa ndiye mlipaji, had a right to make any provision for the redemption of human beings. Alikuwa nayo haki ya kufanya utoaji wa namna yoyote kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Justice demanded that a certain price be paid. Haki ilidai kwamba gharama ya shetani iweze kulipwa. No, inasema gharama ya shetani. Inasema hivyo. Imesema tu gharama ilipwe. Gharama ilipwe. Kwa hivyo haki ndio inayodai gharama
ilipwe. Sasa hii haki inayodai gharama ilipwe ni haki gani? Ni haki ya shetani. Ni haki ya shetani. Kwa hivyo gharama inayolipa kwa wokovu wetu ambaye ni damu ya Kristo sio Mungu anayohitaji. Mungu sio mdai. Ni sisi ambao tumepokea udanganyifu huu ulio kwenye akili, na ndiposa tuachiliwe na shetani. Lazima sisi kwanza tuweze kuona ya kwamba ile haki imeridhishwa. Kwa hivyo inabidi Mungu atumie njia hiyo. Sawa? Ila kwa kulipa haki hiyo bado haiwezi okoa mtu. Kwa nini? Hiyo sio tatizo. Jiko unaelewa? Yaani Mungu anajua kabisa ya kwamba mtu hata akikubali kwa sasa kwamba nilipe hiyo deni yake, hiyo hawezi muokoa. Kwa maana nini? Uvunjaji wa kanuni ya Mungu inakuweka nje ya uzima. Kwa hivyo hata kama imelipwa haiwezi kukupa nini? Haiwezi kukupa uzima bado. Kukupa uzima bado. Ndio maana maandiko yanasema kwamba tunapatanisho na kifo, ila tunaokolewa na nini? Na uzima wa Kristo. Kwa hivyo kifo cha Kristo, damu anayoimwaga inapatanisha akili zetu. Kwenye akili zetu ndipo ambapo tunakubali kurudi. Na baada tumerudi, tunahitaji damu ndiposa dhambi iondolewe. Hiyo damu tunayohitaji sasa ndio tunazungumzia ya kwamba damu bila umwagikaji wa damu dhambi haiwezi ondolewa. Damu sio ile damu ya blood cells nyekundu na nyeupe. Ni ile ambayo Walawi anasema ya kwamba nimewapa nini? Nimewapa damu iwe upatanisho. Kwa maana uzima upo kwenye nini? Damu. Kwa hivyo kinachopatanisha mwanadamu aweze kurejea ni wakati ambapo kwanza kifo cha Kristo chenyewe na damu yake ya kimwili imepatanisha mawazo. Lakini hiyo haiwezi kuokoa hadi wakati ambapo utapokea nini? Uzima ndani yako. Unapopokea uzima ndani yangu, ndiposa uzima wa Kristo unaua nini? Dhambi ndani yangu. Sasa hii ndio kazi ambayo Kristo alikuja kuitenda duniani, kazi mara mbili. Kazi ya kwanza kabisa adhirishe tabia kwenye malimwengu. Ya pili, aje aweze kulipa gharama ambayo kwenye mawazo yetu nafikiri Mungu anahitaji, lakini in the process hapo ndiposa aweze kutupatia nini? Uzima ambaye ni tabia yake, ndio baadaye apate nafasi ya kuwa na mazungumzo na sisi, atudhihirishie nani hasa aliyekuwa jaila wetu. Sasa ila naomba tuangalie nukuu. Hizi ni baadhi za nukuu ambazo zinatumika wakati ambapo watu wanataka kusukuma lile wazo ya kwamba Mungu alikuwa anahitaji damu. Sasa hii ni nukuu ya Ellen White, barua ya 12 mwaka wa 1892 paragraph 4. Oh, what a blessed savior. Sijui atasafsirije. Ni Mungu wa baraka gani? Ni mwokozi. Oh, what a blessed savior. Sasa sijui atasafsiri hiyo, sawa, tuachane nayo. Justice demanded the suffering of the man. Haki ilihitaji mateso ya mtu mwanadamu. So unapata kwamba kwa hivyo hizi nukuu hapa zinarushwa. Unaona hapa haki inahitaji nini? Mtu ateseke na mwisho fanya nini? Akufe. Kwa hivyo inabidi Kristo achukue nini? Mbadala. Akishachukua mbadala, aadhibiwe, ateseke, mimi niwe nini? Kumbe hii haki kama utakuwa umeelewa muktadha, hii haki ni ya nani? Ya shetani. Ila sasa hiyo ukisoma tu hivyo bila kujua muktadha, utaisukuma ya kwamba Mungu alikuwa anahitaji. Ndio kwenye akili zetu tunajua ni Mungu alikuwa anahitaji, ila ni kwa sababu ya udanganyifu ulio wapi. Hiyo tu kuelewa hivyo ni uongo tayari bado unaendelea. Kwa hiyo binadamu anapopata akili kurejeshwa, inampa Mungu nafasi nzuri ya yeye sasa kumpa huyu mtu nini? Uzima. Ila kwanza kabisa lazima huyu mtu avutwe kwa nani? Kwa Mungu. Mungu atatumia ile njia anayofanya nini? Binadamu anaoijua ndiposa aweze kumfikia. Mwisho kabisa tukimaliza. Kwa hiyo tunapofika katika theolojia unapata udanganyifu unaokaa hivi. Sasa naomba nisome udanganyifu uliopo katika theolojia. Baada ya hapo tutaona tunamalizia wapi. Hizi ni baadhi ya nukuu ambazo ningelipenda ndugu hapa uweze kutusomea. Baada ya hapo tutaona ya kwamba tupate ushahidi ya kwamba theolojia imeweza kutupatia nadharia zilizo za uongo kuhusu haki ya Mungu na kusudi la Kristo kufa msalabani. Na tutakuwa tunaangalia, tutakuwa haja sana na msomaji, yaani na mwandishi.
Takuwa na haja na kanisa. Sawa? Na point husika. Anaitwa founder and the president of Catholic Apologetics. Okay. International Publishing. Ndio hapo. Anasema hivi, maandiko yanafundisha tu kwamba Kristo alifanyika upatanisho, sadaka ya dhambi au dhabihu kwa ajili ya dhambi. Kimsingi hii ina maana kwamba, anafafanua, Kristo kwa sababu hakuwa na hatia, asiye na dhambi na mwenye kupendelewa na Mungu, angeweza kujitoa mwenyewe kama njia ya kumshawishi Mungu aghairi ghadhabu yake dhidi ya dhambi za wanadamu. Kwa hivyo Mungu alikuwa anahitaji ashawishiwe. Abadilishe nini? Abadilishe mawazo. Abadilishe mawazo. Sawa sawa, akubadilika hiyo. Yeah. Diposa asiadhibu nini? Binadamu. Bali atakuwa nani ameadhibiwa sasa? Ni Kristo. Kwa ghadhabu ya Mungu itakuwa imetua kwa Kristo, amemwadhibu Kristo kwa niaba ya mwanadamu. Aendelea mbele, anasema vipi? Anasema Mungu binafsi huchukizwa na dhambi. Na hivyo anahitaji kutulizwa kibinafsi. Kwa hiyo Mungu alipokuwa amekosewa na wanadamu kupitia Adam na Hawa, na hata leo tunapomkosea huwa anachukia. Na baada ya kuchukia anahitaji atulizwe. Sasa nini atamtuliza? Soma mbele. Ili kutoa msamaha wa kibinafsi. Kwa kupatana na kanuni zake za kimungu, asili yake ya kibinafsi na ukubwa wa dhambi za mwanadamu, kitu pekee ambacho Mungu angeruhusu kumtuliza kilikuwa mateso na kifo cha mwakilishi asiye na dhambi wa wanadamu, yaani Kristo. Kwa hivyo ndiposa Kristo amshawishi Mungu kutusamehe. Then inabidi kwanza Kristo yeye ateswe, apigwe, afe kama mwakilishi wetu. Kwa hiyo ina maana hata Yesu mwenyewe anamjua Mungu jinsi alivyo mgumu kusamehe. Kwa nini? Si ndio maana mpaka kwa sababu ya kiwango chake cha ugumu umebidi ajitoe yeye mwenyewe kuja sasa kuna nini? Kwa hiyo inamaanisha ya kwamba Kristo angekuwa na njia nyingine ya kutuombea hadi kabla hajaumia. Na hapo lazima kuwe na uongo kwa sababu anaposema hivi Yesu amekuja kutufunulia sisi tabia ya baba yake na kwamba hatendi jambo lolote ambalo halioni kwa baba akilitenda. Sasa Yesu hatuoni maana na ugumu kusamehe. Anasamehe bure. Anasamehe. Kwa hiyo hapo lazima Yesu atakuwa anatudanganya kwamba Mungu ni mrahisi kusamehe kama yeye, kumbe ni mgumu kwa kiwango hiki. Unajua unapopata kwamba Kristo inabidi aje ateseke ndio aende kumwomba baba, ni kama yule mtoto ambaye amefanya kosa, so inabidi aende ajikatekate na umie. Ndipo sasa kuja mbele yako anakuonyesha ile hali mbaya ndio ufanye nini? Uhurumie. Zile dini za India ambazo watu wanapaka wanajipiga ndoano, wale Mungu wale wa India wale. Yaani mtu anajipiga ndoano, ananing'inia, yani anaumizwa. Kimsingi sio yule tu wa India, Mungu yule pia ndio yule wa Baali pale Karimeli. Wacha Baali akina Monk, hii Monk akina Rutha. Wanajitesa, wanatembea kwenye kokoto kwa kutumia magoti mpaka damu zinatoka, hapo ndio unapata utakatifu. Sasa mwalimu, nina swali. Na sisi tunapofunga lengo ni nini sasa? Tuteseke Mungu au tumeteseka ndiposa baadaye badilishe mawazo nini? Okay. Sisi tunapofunga, mwanadamu anapofunga, Yesu alitoa mfungo. Ni kwamba mwili ndio uko juu yetu na utawala. Kando ya maana yake ya maana. Yani halisi kawaida sisi tunapofunga. Katika mazingira ya uelewa huu tulio nao wa kawaida huu. Katika hapa tunafunga ili Mungu ndipo atuonee huruma namna ambavyo tumeteseka leo kuona tu sahani ya ubobo ikipita hatujaishika. Tumeteseka ya kutosha. Mungu anatuangalia basi anaridhika kwamba hapo umefanya jitihada. Hiyo inatosha, twende mbele sisi. Sasa hiyo ya kwanza ni kanisa la Katoliki. Lengo hapa si kama ni kanisa lililo kama lilo lenye tatizo. Tunaangalia uelewa ambao uliopo. Na tatizo hili linakuja kugundua ni kamba moja kwa kila nini? Kwa madhehebu yote. Unaelewa? Na gundua kumbe ile haki bandia ambayo inaongoza uanzilishaji wa jehanamu, uanzilishaji wa matesho ya monks wakina Luther, ndio ambayo ipo katika sehemu zote, ila inajidhihirisha katika nini? Njia tofauti. Kimsingi kwa unisemee hapa
theolojia ya Kisabato ingawaje na mafundisho ya namna hii lakini bado wanalaani na hata Umoja wa Mataifa nao umekuwa wanalaani vitendo ambavyo havikuwa vya Kikristo ambavyo Roma ilifanya zama za nyuma. Mimi kwa theolojia kama hii sioni kama Roma hapo ina haki ya kulaumiwa. Kwa sababu kile walichofanya ndicho Mungu pia anafanyaje? Anafanya. Kwa hiyo kama tukichukua dhana ya kulaumu Roma hapa kwamba ilifanya vibaya, kimsingi moja kwa moja ndani ya malaumu hayo tunamlaumu tena nani? Mungu. Tunamlaumu pia Mungu kwa sababu naye ndiyo style aliyo nayo. Sasa tuangalie wa evangelical nao wanasemaje. Evangelical hawa wanasema evangelical a call to evangelical unity Christian today. Umoja wa madini. Umoja wa makanisa. Wanasema hivi, tunathibitisha kwamba upatanisho wa Kristo ambao kwa utii wake alitoa dhabihu kamilifu. Akifanya upatanisho wa Baba kwa kulipia dhambi zetu na kutosheleza haki ya kimungu kwa niaba yetu kulingana na mpango wa milele wa Mungu ni kipengele muhimu cha Injili. Kwa hivyo Injili inayohubiriwa ni Mungu kupatanishwa, ni Mungu ndiye alikuwa amegafirika juu yetu. Sasa hiyo ndio Injili. Kwa hivyo Injili hii haijalishi mahali ipo. Ni Injili ambayo inaendelea kutangaza mashtaka ya shetani na udanganyifu wa shetani dhidi ya Mungu. Ni mhubiri yule akiwa amevaa makoti tofauti. Haya, tumalizie Pentecost alafu tuangalie wa Adventista. Okay. Anasema hivyo, anaendelea Pentecost, anasema neno upatanisho kwa usahihi humaanisha kugeuka kutoka kwa hasira kwa sababu ya dhabihu. Kwa hivyo wao neno upatanisho ni kwa mtu alikuwa na hasira, sasa ageuke, anaachana nazo. Kwa hiyo humaanisha kutuliza. Kwa hiyo Mungu alikuwa na kichaa fulani kimemkamata jua, yani atuliziki, yani kama mtu ambaye yuko ametuma mtoto mahala kwenda, alafu mtoto huyu amechelewa hajaonekana au ameharibu, alafu anakuwa yuko hapo nyumbani, mara anaingia ndani, mara anatoka, mara anatembea sebuleni, yani hakai atulizi, yuko na hamu sana na huyo mtoto leo amshughulikie. Kwa hiyo Mungu anahitaji kutulizwa. Hiyo kwa maelezo hayo. Haya, mtazamo. Kulingana na Leon Morris, mtazamo thabiti wa Biblia ni kwamba dhambi ya mwanadamu imeleta ghadhabu ya Mungu. Ghadhabu hiyo inaepushwa tu na dhabihu ya upatanisho ya Kristo. Kwa mtazamo huu, kazi yake ya kuokoa inaitwa kwa kufaa upatanisho. Kwa hivyo kazi ya upatanisho tunaoielewa ni Kristo kuja kutuliza hasira ya nani? Hasira ya Mungu. Naomba tuende mbele kidogo tuangalie wanaoitwa wa Adventista. Mwanahistoria wa Adventista anasema vipi? Nisome kwa Kiingereza. Huu ni msalaba wa Kristo, kitabu cha mwanatheolojia wa kanisa la Adventista. Anasema Paul always speaks of people being reconciled to God. Paulo daima huzungumzia watu kupatanishwa na Mungu. Anapeana mafungu. Wa Korinto wa 2:5-19, Warumi 5:10, Kolosai 1:20. He never refers to God being reconciled to us. Hajawahi kumwakilisha Mungu, kumhusisha Mungu kupatanishwa nasi. In spite of that fact, badala ya ukweli huo, however, hata hivyo, we should recognize, lazima tutambue kwamba sin affected both sides. Dhambi iliathiri pande zote mbili. Mungu alikuwa affected na mwanadamu akaathirika. Mungu alibadilika kubadilika hapo. Hapo dhambi ilimbadili na mwanadamu ikambadili. While God was separated from humanity by his necessity of hatred of and judgment of sin, that is his wrath, kwamba Mungu japokuwa alikuwa ametengwa na ulimwengu kwa sababu ya ile need ya kwamba yeye anachukia na anahitaji kuhukumu dhambi na kwa sababu ya hasira yake, Christ's sacrificial death, kifo cha kafara ya Kristo, removed the barrier to reconciliation from God's side. Okay, kiliondoa kikwazo cha upatanisho kutoka upande wa Mungu. Kulikuwa na kikwazo kwenye upande wa Mungu ambayo inamzuia kupatanishwa na nani? Hivi na hiyo sentence nia ya kuadhibu. Kwa hivyo Mungu akona kikwazo fulani ambacho Kristo anafaa akiondoe. Kama Mungu akona kikwazo ambacho kinafaa kiondolewe, then anaenda kubadilishwa, sio? Ndani Kristo anakuwa ni mtoto mzuri ambaye anamzidi baba yake. Haya, twende mbele.
Huyu George Knight ananukuu Leo Morris, anasema, anaandika kwamba God's wrath is regarded as very real factor so that the sinner is exposed to its severity. Kwamba sasa huyu anarejea yule Mpentekoste kwamba hasira ya Mungu ni kitu halisi ambacho ni cha muhimu kufaa kuzingatiwa, ambacho kinamweka mdhambi katika ukali wa hiyo ghadhabu. Then the removal of the wrath will be important part of understanding of salvation. Okay, kwa hiyo huyu Mwadventista uelewa wake na ule wa Mpentekosto na ule wa Mkatoliki katika swala hili la haki ya Mungu na mpango wa Kristo wa ukombozi, wa Mungu wa ukombozi, kitu moja wanasimama kwa jukwaa moja, kwamba Mungu kikwazo alichonacho ambao ni hasira yake sababu ya haki inahitaji iondolewe. Ndio iondolewe, inabidi Kristo alipe hapa duniani, akishaumia awe na nafasi ya kwenda kumpembeleza nani? Tani Mungu kujiita ni Mungu mwenye kusamehe. Haya, lazima iwe kinyume na hiyo. Kwa sababu uwezi kuwa mwenye kusamehe wakati ambapo umelipwa ndio ukasamehe. Unalipa nini? Unasamehe bure aje sasa? Sasa hapo wewe ni mwenye kusamehe vipi na umelipwa? Maana yule anayelipwa kama unalipwa ndio usamehe. Wewe ni mtu ambaye ni mgumu kusamehe. Unahitaji ya kusamehe wakati umeshalipwa. Yaani hakuna msamaha kama umelipa. Yaani kwa mfano mimi nimekuja nimekuharibia vitu vyako. Alafu nimelipa. Alafu nije kupiga magoti kuomba msamaha. Sasa naomba msamaha nini? Kwa nini? Wakati tumelipa, tumefix hali ya mambo ilivyokuwa awali. Sasa naomba msamaha kwa lipi? Na nimetoa gharama. Haya, anamaliza akisema, it does not fade away by being given some other name. Hilo wazo halipungui hata kipewa nini? Jina lingine. Or regarded as an impersonal process. Hata kama inapochukuliwa kama ni kitu ambacho ni si yeye anachokitenda Mungu. Kwa maana nyingine kwamba ni sheria nataka. Wewe ijalishi whether ni sheria whether ni Mungu, it doesn't matter. In other words, katika maneno mengine, God's wrath, hasira ya Mungu, must be propitiated. Lazima ilipiwe, itulizwe, or turned away from the sinner, au iondolewe mbali na mwenye dhambi. That was one aim of Christ's self-sacrifice on the cross. Hiyo ndio ilikuwa moja ya lengo la kifo ya kafara ya Kristo msalabani. Kwenye kitabu chao cha mwongozo, ile fundamental kala kitabu cha imani, wanasema haya. Church manual. Naomba usome. Si church manual. Ile fundamental kuna kitabu cha misingi ya imani. Misingi ya imani. Ndio hiyo. Kujitoa kwa Kristo kunampendeza Mungu kwa sababu toleo hili la dhabihu liliondoa kizuizi kati ya Mungu na mwanadamu mwenye dhambi. Kwa kuwa Kristo alibeba ghadhabu ya Mungu juu ya dhambi ya mwanadamu. Kupitia Kristo, ghadhabu ya Mungu haigeuzwi kuwa upendo, bali inageuzwa mbali na mwanadamu na kubebwa na yeye mwenyewe. Kwa Kristo alibeba ghadhabu ya nani? Ya Mungu. Kwa sasa hii ndio injili. Unaelewa? Hii ndio injili. Sasa kinachofanya injili hii tuipokee kama kweli ni sababu ile nadharia tulionao kwenye akili ya haki bandia. Hapo lazima Yesu amuogope sana Mungu anaporudi mbinguni, kwa sababu kama ndiye amemwadhibu kiwango hicho. Sasa unaenda kukajenea kule mbinguni. Wewe mtu amekuadhibu hivyo. Au Mungu atakuwa na jukumu tena la kwenda kumwomba Yesu msamaha? Maana hapo lazima kuwa na upatanisho mwingine tena sasa kama ndio hivyo. Kama kuja duniani Mungu ndiye amemwandalia Yesu yote yale. Baadaye Yesu anarudi mbinguni akakae na Mungu. Yaani inawezekanaje hiyo kutazamana? Unaona kwa kweli teolojia ambazo zinamiminwa katika fahamu za watu makanisani, nyingine badala ya kusogeza karibu na Mungu zinaweka jamii ya waaminio mbali kabisa.